Leo tutajifunza miongoni mwa mambo makubwa magumu ambayo bado yanaitatanisha sana dunia. Tutajifunza kuhusiana na swala la time traveling, kusafiri katika muda. Hii ni sayansi ya siri iliyobaki kwa kitendawili kigumu, lakini Waswahili husema lisemwalo lipo. Wanasema kuna uwezekano wa kusafiri katika muda. Kinachowezekana ni kusafiri kwenda miaka ya mbele, ukaishi katika future, miaka ambayo bado dunia hii ya sasa hatujaifikia. Lakini pia inawezekana kusafiri ukarudi nyuma katika miaka iliyopita. Imagine itakapowezekana kwa uhakika na kwa uwazi kabisa, uweze kusafiri kurudi nyuma miaka, na pia mara nyingine kusafiri kwenda mbele ya miaka. Simulizi ya leo imekaa kifizikia. Wasomi wa physics itakuwa rahisi zaidi kunielewa. Inatokana na Albert Einstein, moja kati ya wanasayansi magenius wakubwa zaidi kuwahi kutokea duniani. Yeye anathibitisha time traveling inawezekana. Kusafiri kwenda mbele ya miaka ama nyuma ya miaka inawezekana. Lakini hadithi hii ni ngumu. Inahusu sayansi na mahesabu yaliyo mazito. Time traveling ni dhana isiyo rahisi kuielewa. Ni dhana ngumu ambayo kama ukiitazama kwa haraka unaweza usiambulie chochote. Hapa yawezekana nimeshawachanganya wengi. The storybook ya leo inatokana na equation hii hapa. Kama ukiweza kusolve mahesabu haya, utaweza kukamilisha kwa uhakika kabisa, kupata majawabu yatakayokuongoza katika njia iliyo nzuri ya kufanikisha kutegua kitendawili cha time traveling. Lakini msiogope kuhusu sayansi na haya mahesabu magumu. Tutaanza kwa kujadili matukio ya kihistoria, matukio yaliyoiacha dunia mdomo wazi. Mfano, watu walioonekana wakizungumza na simu miaka ambayo dunia bado haijafanya ugunduzi wa simu. Hawa waliaminika kuwa na viumbe ama binadamu waliosafiri kutoka kwenye future kurudi miaka ya nyuma. Yule aliyeonekana akirekodi pambano la Mike Tyson kwa kutumia smartphone ya kisasa, ilikuwaje? Au yule padri wa kanisa la Katoliki wa Kiitaliano aliyesema alisafiri kurudi nyuma ya miaka, halafu huko akaenda kushuhudia kusulubiwa kwa Yesu na kile chakula cha jioni alichokula Yesu kwa mara ya mwisho na wanafunzi wake. Kuna habari nzito kwenye hili jambo la time traveling ama time travel, kusafiri katika muda. The Storybook. Mwaka 1928, mchekeshaji maarufu duniani Charlie Chaplin alitoa filamu iliyoitwa The Gold Rush. Na kwenye filamu hiyo ya Charlie Chaplin alionekana mwanamke mmoja akipita nyuma ya sanamu ya pundamilia, huku mkono wake mmoja ukiwa sikioni mwake. Halafu midomo yake ilionekana kuzungumza. Ni wazi kabisa, ukimtazama alionekana kuwa ni mtu aliyekuwa akiongea na simu. Hii ilikuwa ni mwaka 1928, lakini kumbukeni kuwa simu ya kwanza kutumika duniani ilikuwa ni katika miaka ya 1980. Na miaka ya 1990 ndio simu za mkononi zikaanza kutumika. Kwa hivyo, miaka 52 kabla ya simu kugundulika na kuanza kutumika, ndio filamu hii ya Charlie Chaplin ilitoka. Sasa, iliwezekanaje kwa huyu mwanamke kuwa na simu kwa wakati huo? Hapa watu wanaoamini kwenye dhana ya time traveling wanatoa jibu moja tu. Wanasema huu ni ushahidi wa kuwepo kwa sayansi ya kusafiri kwenye muda, yaani kwenda mbele ya muda ama kurudi nyuma ya muda. Kwa hivyo huyu mwanamke atakuwa ni mtu aliyesafiri kutoka miaka ya siku za usoni na akarudi miaka ya nyuma. Na ndio maana alikuwa akitumia kifaa kinachoashiria alitoka kwenye dunia
iliyokuwa imeendelea zaidi kisayansi kuliko pale alipokuwa kwa wakati ule. Ushahidi mwingine wa time traveling unapatikana katika pambano la ngumi la Mike Tyson dhidi ya Peter McNeely. Katika pambano hili, mtu mmoja akiwa amekaa katika sehemu ya mashabiki alionekana akiwa ameshika simu ya mkononi aina ya smartphone. Kwa mwaka huo wa 1995 ilikuwa bado smartphone ya kisasa kama hii inayoonekana ameishika huyu mtu ilikuwa hazijaanza kutumika. Sasa ilikuwaje huyu mtu akaonekana akiwa na simu ya smartphone akipiga picha au kushuti tukio hili? Huyu mtu naye inaaminika alisafiri kutoka miaka ya mbele, akasafiri katika muda na kurudi nyuma ya miaka kushuhudia pambano hili la Iron Mike Tyson. Uko ushahidi mwingine. Mwaka 2008 wataalamu wa arkeolojia walikuwa wakichimba katika saiti moja kusini mwa nchi ya China. Katika eneo moja la makaburi ya kale, wanaarkeolojia hao wakakuta saa ndogo iliyo mfano wa pete. Saa aina ya Swiss ilipatikana katika kaburi la mfalme aliyetawala China zaidi ya miaka 400 iliyopita. Kupatikana kwa hii saa kumekuwa kukitumika kama kielelezo juu ya uwezekano wa dhana ya time traveling. Kwa maana miaka 400 iliyopita hapakuwa na saa za mkononi wala nchi iliyoitwa Switzerland au Uswizi. Kwa hivyo maana yake saa hiyo ilikuwa ni ya mtu aliyetoka kwenye dunia ya sasa na kwenda nyuma ya muda miaka 400 iliyopita. Huko akaenda kuishi na vitu vyake vya kisasa. Na ndio maana vikakutwa hii leo kwenye kaburi la mfalme wa kale aliyetawala China miaka 400 iliyopita. Kipo kisa cha kustaajabisha cha raia tokea Sweden aitwaye Håkon Nordqvist. Huyu bwana anadai kuwa aliwahi kusafiri kwenda mbele ya muda, miaka ya mbele ambayo bado hatujaifikia. Anadai alisafiri kwenda mwaka wa 2042. Huko kwenye future akajikuta yeye mwenyewe akiwa amezeeka, ana miaka 72. Håkon Nordqvist akaamua kurekodi video ya ushahidi wa hiyo safari yake ya time traveling. Akajirekodi video yenye sekunde 167 kwa kutumia simu yake. Kwenye video hiyo, huyo bwana Håkon alionekana akiwa na huyo mzee ambaye ni yeye mwenyewe alikuwa amezeeka. Wote walikuwa na sura moja na hata tatuu za mwilini mwao zilikuwa ni sawa sawa. Na hata Håkon Nordqvist alipomuuliza maswali ya maisha yake, yule mzee alionekana kujua kila kitu cha maisha ya Håkon. Kwa hivyo alijithibitishia kuwa kweli huyo aliyemkuta huko alikuwa ni yeye, lakini ni yeye aliyekuwa akiishi katika future, yaani miaka ya mbele, na hata umri wake ulikuwa umeenda tayari, amekwisha zeeka, ni mzee wa miaka 72. Håkon Nordqvist anasema kuwa aliweza kusafiri katika muda kwa bahati tu, kwa maana siku moja ya mwezi Agosti mwaka wa 2006 alikuwa akitengeneza bomba la jikoni mwake. Alipokuwa chini ya makabati ya jikoni akagundua kuwa kuna tobo kubwa lipitalo chini kwa chini. Alipojaribu kulifuata tobo hilo kugundua linaishia wapi, aliona mwanga mkali mbele yake. Na alipoufuata mwanga huo ndiyo akajikuta ameenda kutokea kwenye dunia ya miaka ijayo. Yaani alitokea kwenye future kwa njia hiyo ya miujiza. Kipo kisa kingine cha picha maarufu iliyopigwa mwaka 1914 wakati wa ufunguzi wa daraja la South Fork. Mwanzoni mwa mwaka 2010 hii picha ilisambaa sana katika mitandao ikionyesha ufunguzi wa daraja la South Fork nchini Colombia. Katika picha hii kuna jamaa mmoja anaonekana amevaa tofauti sana na watu wengine. Mavazi yake yalikuwa ni t-shirt na sweta ya zipu na miwani myeusi ya jua. Mavazi yake yalikuwa ni ya kisasa sana. Inadhaniwa kuwa huyu ni miongoni mwa time travelers, kwa maana katika picha hiyo alionekana amevaa tofauti sana na watu wote waliomzunguka. Yeye alionekana kuvaa kisasa sana, tofauti na mitindo ya mavazi iliyokuwapo kwa miaka hiyo. Picha hii si picha iliyoeditiwa kwa Photoshop. Labda tuseme mtu aliyetaka kutudanganya aliediti na kujipachika. Hii ni picha ya zamani ambayo mahala pote ilipo imethibitika kuwa huyo bwana alikuwepo eneo hilo la tukio kwa wakati huo. Yuko padri wa kanisa Katoliki aitwaye Pellegrino Ernetti. Anadai kuwa alisafiri kurudi nyuma ya muda.
na kuhudhuria mlo wa mwisho wa usiku alioufanya Yesu na wanafunzi wake, na kisha pia akaweza kwenda kushuhudia kusulubiwa kwa Yesu. Padri Pellegrino Ernetti alidaiwa na watu atoe ushahidi wa madai yake, na akatoa kipande cha picha iliyoonyesha Yesu akiwa msalabani. Alidai picha hiyo aliipiga yeye, japo watu hawakutaka kumwamini kwa kutoa ushahidi huo. Lakini mpaka mwaka 1994 Padri Ernetti alipofariki, aliendelea kudai kuwa analolisema ni ukweli mtupu. Watu walidai awape ushahidi zaidi ya ile picha. Jiulize, ingekuwa ni wewe, wanakudai uwape ushahidi zaidi wa picha uliopiga, ungewapa kitu gani? Kwa mfano, niwape kisa kimoja cha mwisho kabla ya kuhamia kwenye sayansi. Sayansi inatupa jibu gani kuhusu time traveling? Kisa cha nchi ya Taurad ambayo kwa sasa bado haipo duniani, ila wanaoamini time traveling wanaamini miaka ya mbele duniani kutatokea nchi iitwayo Taurad. Hii inatokana na tukio la ajabu lililotokea mwaka wa 1954. Bwana mmoja alitua kwenye airport ya Japan. Alipokabidhi pasi yake ya kusafiria kwa afisa mkaguzi, ghafla alikamatwa kwa mahojiano zaidi. Tatizo lilikuwa ni kwamba pasipoti yake ilionekana imeandikwa jina la nchi ambayo hakuna aliyewahi kuisikia kwa kipindi hiko. Nchi iliitwa Taurad. Alipoulizwa ni wapi nchi yake ipo katika ramani, alikuwa akionyesha ilipo nchi ya Andorra. Alipoulizwa, alisema hajui kitu chochote kuhusu Andorra, ila anachofahamu ni kwamba nchi yake ya Taurad imekuwepo duniani kwa zaidi ya miaka 1000 na 1000. Pia aliuliza ni kwa nini anahojiwa kama vile mhalifu, ili hali yeye huja mara kwa mara kwenye nchi ya Japan kwa safari za kibiashara. Mamlaka ya uhamiaji ya nchi ya Japan walimpeleka mtu huyo kwenye hoteli moja iliyopo karibu na uwanja wa ndege, kisha wakamweka chini ya ulinzi mkali kusubiri hadi majibu sahihi yatakapopatikana. Mtu huyu aliyekuja kutokea nchi ya Taurad ndio wapi huko Taurad, nchi ambayo hakuna mtu duniani aliyewahi kuisikia wala haipo kwenye ramani ya dunia mpaka hivi leo. Japokuwa walinzi walikuwepo mlangoni nje ya chumba cha hoteli alichohifadhiwa yule mtu, lakini baada ya muda walipoingia ndani, yule mtu hakukutwa ndani ya kile chumba. Alitoweka katika mazingira ya kutatanisha yasiyo na jibu. Hapakuwepo na uwezekano wa kutoroka kwa kupitia namna nyingine yoyote ile kutoka katika hoteli ile. Je, mtu huyu ni kivipi aliyeyuka? Swali la msingi ni kivipi aliweza kuja kwenye dunia hii ya sasa? Ni kivipi aliweza kuondoka pia? Sasa niwarudishe kwa yule msomi wa fizikia genius Albert Einstein aliyetumia sayansi ya physics kuthibitisha kuwa kusafiri katika muda inawezekana. Albert Einstein alikuja na kitu kiitwacho Theory of Special Relativity. Hii ilikuwa ni dhana ambayo ilipiga mahesabu na kuthibitisha inawezekana kabisa mtu kusafiri kurudi nyuma ya muda. Lakini Albert Einstein alichokisema ni nini hasa? Is time universal? In other words, is there an audible tick-tock throughout the galaxy? A master clock, so to speak, forging ahead like Mozart's metronome? The answer, my friends, is no. Alichokisema Albert Einstein ni kwamba time is relative. Hapa ametofautiana na role model wake Isaac Newton. Time is relative. Muda unaathiriwa na mazingira uliopo na speed ya kitu ulichomo ndani yake. Albert Einstein anachomaanisha kwa namna rahisi kabisa kimethibitishwa na Carol Ali, msomi kutoka Maryland University. Mwaka 1975 Carol Ali alifanya utafiti uliothibitisha alichokisema Albert Einstein. Carol alichukua saa 2
Halafu hizi saa moja akaiweka kwenye maabara yake, halafu saa nyingine akaichukua na kuiweka kwenye ndege. Lakini kabla hajazitenganisha saa hizi, aliziset muda wake ukawa wenye kufanana kabisa. Halafu baada ya hapo ile ndege ikapaa kwa masaa kadhaa. Likatokea jambo moja la kushangaza. Saa iliyokuwa kwenye ndege kwa sekunde kadhaa ilikuwa mbele ya muda. Hapo inathibitisha alichokisema Albert Einstein, kama utasafiri kwenye spaceship iendayo haraka, basi muda wako utakwenda taratibu kuliko wale uliowaacha duniani. Hii inamaanisha speed kwa kiwango kikubwa inaweza kuathiri muda. Kwa hivyo muda ni relative, hauko sawa kwa kila mtu. Mazingira huweza kuathiri muda, japokuwa ni kwa kiwango kidogo ambacho binadamu anaweza asinotice. Saa mbili, moja iliyokuwa kwenye ndege na moja iliyokuwa duniani, baada ya safari fupi ya ndege zikatofautiana majira. Lakini hiyo ilikuwa ni kutokana na spidi ya ndege. Vipi kama ndege ingetembea kwa spidi kubwa kama aisemayo Albert Einstein? Albert Einstein anasema mwanadamu ataweza kusafiri kwenda mbele ya muda ama kurudi nyuma ya muda ikiwa atatembea kwa speed ya light, yaani kwa spidi ya mwanga. Binadamu ataweza kusafiri kwenda mbele ya muda ama kurudi nyuma ya muda. Mpaka hivi sasa sayansi inatafuta mwanadamu anawezaje kusafiri kwenda mbele ya muda ama kurudi nyuma ya muda. Nitawaelewesha kwa mfano mdogo sana alichokisema Albert Einstein. Swali linakuja, ni wapi ama ni mashine ipi tunaweza kuitumia kusafiri kwenda mbele ama nyuma ya muda? Albert Einstein alituachia jibu ambalo tukifanikiwa kulikamilisha tutaweza kusafiri kwenda mbele ya muda ama kurudi nyuma ya muda. Alichokisema Albert Einstein, jibu liko kwenye wormhole. Wasichokifahamu wengi ni kwamba msingi wa ulimwengu huu tuliopo sisi ni jua. Jua ni nyota, na kama jua ni nyota inayoshikilia ulimwengu ambao sayari zimezunguka, lakini ulimwengu kwa mapana yake unazo nyota nyingine nyingi kama jua. Mungu asingeweza kuumba nyota zingine nyingi kama jua halafu zisishikilie ulimwengu mwingine. Kwa hivyo kwa kiwango kikubwa wanasayansi wanasema kuna parallel world, yaani dunia zingine zinaweza zikawepo. Ukisoma vizuri theory hii ya parallel world itakuelewesha Albert Einstein anachokimaanisha binadamu anaweza kusafiri kwenda mbele ama kurudi nyuma ya muda. Kati ya ulimwengu A na ulimwengu B, hapa iko njia ya kusafiri kwenda mbele ya muda ama kurudi nyuma ya muda. Hii njia ndiyo inayoitwa wormhole. Anachokisema Albert Einstein kuhusiana na wormhole, hapa kuna ulimwengu na huku kuna ulimwengu mwingine, na kama tumekubaliana muda, time is relevant, maana yake saa yangu ikiweza kwenda mbele kuliko ya kwako, mimi nitakuwa kwenye future, wewe utakuwa kwenye past. Kwa hivyo huu ulimwengu A na ulimwengu B utatofautiana. Huu utakuwa kwenye future na huu utakuwa kwenye past.
Kwa hivyo anayetaka kutoka hapa kwenda hapa, anachokihitaji kwanza ni kugundua wormhole iko wapi duniani ama ulimwenguni. Wormhole iko wapi? Wanasayansi walichoshindwa ni kugundua wormhole ilipo. Wormhole ikigundulika, njia ya pili iliyobaki ni kuweza kumsafirisha mwanadamu kutoka ulimwengu tuliopo kwenda ulimwengu B. Anachokihitaji ni kifaa kitakachoweza kumsafirisha mwanadamu kwenye speed ya mwanga. Hapo kwa wasomi wa physics tutakuwa tumeelewana vizuri. Ninachokiamini ni kuwa baada ya hili somo itakuwa ni mwanzo mzuri kwenu kutafuta njia ya kuhakikisha mwanadamu anaweza kusafiri katika muda. Faida zake ni nyingi, hasara hakuna, lakini labda wachache wameamua kuimiliki teknolojia hii, waifahamu wao tu na wanufaishe wao tu, na ndio maana wanawafunga midomo ama kuwavunja moyo wale wengine wote wanaotaka kufanikisha sayansi ya kusafiri katika muda liwe ni jambo linaloeleweka kwa kila mwanadamu na kila mwanadamu atake kulitimiza. I had to keep my passion for time travel a secret. Ilibidi niweke kwa siri nia yangu ya kutafiti juu ya time traveling, sababu nilitaka kukamilisha ushahidi wangu kama mwanasayansi makini mwenye uhakika na taarifa zake. Ila tatizo ni kwamba kila mwanafizikia aliyejitoa kufanya tafiti za kusafiri katika muda aliweka maisha yake hatarini. Haupati msaada unaohitaji ili kukamilisha tafiti zako, na njia huwa ni ngumu sana. Kuna wakati nilitaka kukata tamaa kabisa ya kukamilisha jinsi ya kutengeneza mashine ya muda. This condition which I was being treated for was the thing that led to my breakthrough, because lakini kutengwa kwangu ndiko kulikonisogeza katika mafanikio. Njia ya kukamilisha utafiti wangu iliwezekana sababu ya watu kunitenga. Nikapata muda zaidi wa kuwekeza akili yangu kwenye kufikiria jambo moja tu, la time travel. which is stated in scientific publications, which is code words like closed time-like loops, which is the same thing as talking about time travel to the past. Hayo ni maneno ya msomi mmoja wa fizikia, Dr. Ronald Mallet, na kwangu mimi haya mauzauza labda ndiyo kinachochelewesha kufanikiwa kugundulika kwa jambo hili kwa ufasaha ambao Albert Einstein aliuona. Kumbuka, kuto kulijua jambo haimaanishi kuwa halipo au haliwezekani. Na wakati inatafutwa njia salama ya kusafiri katika muda, yani time traveling, niwakumbushe kuwa Albert Einstein amesema njia mojawapo ni njia ya wormhole. Mimi matumaini yangu makubwa zaidi yapo katika njia hii. Tuitafute ilipo wormhole na black hole. Hili linaleta mashiko zaidi ukifikiri kifalsafa, kwa maana ni kwa nini wanafizikia duniani ama jamii za wanasayansi duniani zipige vita kubwa sana kufanya tafiti za time traveling. Kwa wanasayansi huwa wanapojitoa kuwekeza nguvu kwenye kutafiti jambo hili la time traveling, maisha yao huwa hatarini. Swali la msingi, jiulize, ni kwa nini? Hapa kuna siri inayofichwa. Kuto kulielewa jambo ama kutolijua haimaanishi jambo hilo halipo. Anachokipinga mwanadamu yawezekana ni kwa sababu kimemzidi ukubwa wa maarifa yake, kama vile mwanadamu asivyojua kuhusiana na kifo, lakini haimaanishi kuwa kifo hakipo. Kusafiri katika muda, mwanadamu anasema bado hajui. Yawezekana anajua, ameficha siri kubwa, au kama kweli hajui, basi maarifa yake hayajafikia kiwango cha akili cha Albert Einstein kilichoweza kuunmask jambo hili kubwa. Jina langu naitwa Jamal Mustafa, Jamal April, wananiita
Professor. The Storybook. Oh yeah! Dress to impress. Chapa suti ikazie na tai. Iwe ya kike au ya kiume. Office suits, wedding suits na zile za swag, yani casual suits. Sasa basi, duka pekee la suti kali ni Suti Fashion. Wapo Kariakoo, mtaa wa Mchikichi na Nyamwezi. Better look classic, smart and fabulous.